Ninyi leo mnafanywa kuwa ni wale 70 Musa aliwachagua wapate kumsaidia, na nyinyi ni hao 70 katika jimbo la Msoma na kanisa zima. Mtakapopata sehemu ya kutolea huduma za kipadri, bado mtahitaji tu kuwa na wazee wengine 70 kati yenu. Maana yake ni kwamba msifanye kazi peke yenu tu, fanyeni kazi kwa ushirikiano, mkikubali kutumia karama zenu bila kudharau karama za wengine. Na ushirikiano ndani ya makanisa yetu, ndani ya parokia, ndani ya taasisi zetu ni hivyo vyombo shirikishi ambamo ndani yake tunapata msaada mkubwa sana sisi tunapojikuta tumekabidhiwa kuhudumia taasisi, jumuiya, parokia, kanisa. Vyombo kama halmashauri ya uchungaji, halmashauri ya walei, kamati ya fedha na maendeleo, mahali pengine kuna kamati za uwekezaji, vyama vya kitume, VIWAWA, WAWATA, UWAKA na kadha wa kadha. Hawa ndio wazee 70. Tukiwatumia vizuri, baba padri, baba paroko, hautabeba huo mzigo pekee, na hautakuwa na sababu ya kumlalamikia Mungu. Hautakuwa na sababu. Usipovitumia vyombo hivi, basi utabeba kila kitu kifuani kwako, na kwa kweli utaelemewa na mzigo utakuwa mzito. Tukubali kutoa huduma kwa kushirikiana, kushirikishwa na kushiriki. Ndiyo sura ya kanisa la kisinodi, na hatimaye tutakuwa wamisionari kwa kuyapeleka yale ambayo ni mazuri kwetu. Fanyeni kila kitu kwa mwenendo kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa. Mmeitwa kuwa wachungaji, mmeitwa kuwa manabii, mmeitwa kuwa makuhani, mmeitwa kuwa waji. Ndio wito ambao mmeitiwa huo. Fanyeni kwa mwenendo kama inavyoustahili wito huo. Tuonyeshe unyenyekevu katika maisha yetu na huduma zetu, upole, uvumilivu, upendo, umoja. Hivi vikitawala katika maisha yetu, huduma zetu zote tutakazotoa tutazifanya hivyo na zitapata utimilifu kwa Kristo na katika Kristo.